Kelele za furaha zinasikika katika mji wa Sange. Akina baba, vijana kwa watoto, akina mama wanapiga kelele za furaha huku wakiwakaribisha wazalendo katika mji huo wa Sange. Mji wa Sange unatambulika kama mji uliokaliwa na waasi wa M23 ambao wakazi wa mji wa Sange walipokea mateso, manyanyaso, kubakwa, dhulma dhidi ya vikosi vya waasi. Awali nilikuambia kwamba wazalendo walikaa katika mji au katika mipaka ya Sange takriban siku 3 mfululizo huku wakiangalia hali ya kiusalama inayoendelea katika mji huo, na leo asubuhi imesadikika kwamba wameingia katika mji wa Sange, na hivi tupo online kupitia Mbavu TV ili tuweze kuhabarisha kile kinachoendelea. Angalia wakazi wa mji wa Sange wanavyofurahia ujio wa wazalendo katika mji huo. Angalia furaha ya wakongomani wakiwakaribisha wazalendo katika mji huu wa Sange. Ni dhahiri kwamba mateso na manyanyaso walioyapokea chini ya uongozi wa waasi wameyachoka kabisa na wanahitaji ukombozi muda huu. Ni jambo la kufurahisha, na tumejaribu kuongea na moja kati ya wahanga katika matukio hayo ambayo yalikuwa yakiendelea hapa chini ya uongozi wa waasi, akieleza kuwa vitendo ambavyo vilikuwa vikiendelea hapa vilikuwa ni vitendo vya uzalishaji, uporaji na kila kitu ambacho kisichokuwa cha haki dhidi ya Mkongomani, na wengine kuchukuliwa vijana ili kuingizwa katika majeshi ya M23 kwa nguvu, na ukikataa basi kifo kinakuhusu wewe. Lakini leo wazalendo wameleta ukombozi tena na matumaini mapya dhidi ya Wakongomani wanaoishi katika mji wa Sange. Ikumbuke kwamba Sange, Rubaya na Masisi ni maeneo ambayo waasi waliyafanya kuwa kama ya kimkakati dhidi ya operesheni zao ambazo walikuwa wakiongoza chini ya uongozi wa Sultan Makenga na viongozi wengine wa waasi. Na ikumbuke kwamba mwezi uliopita msemaji wa kundi la wazalendo kutoka chini ya uongozi wa Delphin Kalembe Ngoma Nzito, msemaji wao ambaye ni Fieka Dui James alieleza kuwa operation za wazalendo zitaanza hivi karibuni na kutokomeza vitendo vya ukatili na kuondoa waasi wote wanaokalia miji tofauti ambayo ni ya Wakongomani, na Mkongomani anahitaji haki ya kuishi katika mji wake kwa usalama na amani. Na hivi karibuni tumeweza kuona operation kadha wa kadha ambazo wazalendo wameweza kukomboa vijiji kadhaa ambavyo vilikuwa vipo chini ya uongozi wa waasi. Lakini leo imekuja tofauti kabisa, wamepiga pakubwa, wamekuja na hatua kubwa na kukomboa mji wa Sange bana. Ni furaha ilioje. Natumaini ndugu yangu Mkongomani, popote pale ulipo unaposikia taarifa hizi, basi najua matumaini yako makubwa ni kwa wazalendo na serikali ya Kongo, yani jeshi la FARDC. Unajua kwamba kazi inaanza na kile kilichodaiwa kuwa operations itaanza, basi ni matumaini yetu makubwa kuona kwamba ndugu zetu wa Kongomani wale ambao walikuwa wakipaza sauti zao na kuona kwamba sauti zao ni ndogo azisikiki, lakini leo zimesikika. Ni jambo la furaha na la kheri sana. Imagine wameanza katika mji wa Sange. Je, wataenda katika mji mwingine gani? Ni matumaini yangu makubwa kuona operation hizi zinaendelea na waasi yao wanafika mwisho wao. Basi wanakuambiaga mwisho wa ubaya ni aibu, basi tunapoelekea ni pazuri sana. Inaomba kwamba kupatia ndugu zetu wazalendo support. Na support yetu ni pakubwa sana. Sio lazima ingie katika uwanja wa vita, lakini pia wazalendo wanahitaji chakula, wanahitaji vidonge ambavyo wale wanapotoka katika uwanja ya vita wanakuwa wameumia sana. Kwa hiyo hivyo wanahitaji matibabu yaliyo thabiti. Lakini pia ushauri wako unaweza ukawa ni mzuri pia kuwafanya wawe na emotion nzuri ili mambo haya yafikie tamati na tuone kile ambacho wanachokifanya. Kwa hiyo leo nimekuletea ndugu zangu watazamaji kupitia Mbavu TV yetu online ili uweze kuona kile tunachokifanya na kujua kwamba katika mji wa Sange leo imepata ukombozi kutoka katika mikononi mwa wazalendo. Kwa hiyo natumaini ni matumaini yetu makubwa si wote wa Kongomani kuona kile kinachoendelea hapo katika mji wa Sange leo hii, na kuacha kwa leo. Bye bye. Wacha anga sauti ya wacha.